Marekani imeanza kuchunguza video iliyorushwa na televisheni ya taifa ya Iran inayozungumzia uwezekano wa njama ya kumuua Barron Trump, mtoto wa mwisho wa rais wa Marekani Donald Trump mwenye umri wa miaka 20. Huduma ya usalama ya Marekani imesema inaifahamu video hiyo na inachunguza kila jambo ambalo linaweza kuonekana kuwa ni tishio dhidi ya watu wanaolindwa. Msemaji wa taasisi hiyo, Nate Herring, amesema hatatoa maelezo kuhusu taarifa za kiusalama au hatua maalum za ulinzi wanazochukua, akiongeza kwa kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha usalama wa operesheni zao. Video hiyo yenye urefu takriban dakika 3 ilirushwa na televisheni ya taifa ya Iran na ilimlenga moja kwa moja Barron Trump. Ndani ya video hiyo ilidaiwa kwa Barron alikuwa akifuatiliwa na kwamba mienendo yake ilikuwa imechunguzwa kwa karibu. Video hiyo pia ilitaja uwepo wa zawadi ya dola milioni 10 kwa mtu ambaye angefanikisha kumuua. Maudhui hayo yanaonyesha maeneo ambayo yanadaiwa kuhusishwa na maisha Barron, watu wanaodaiwa kuwa karibu naye, pamoja na namna ambavyo ulinzi wake ungeweza kufikiwa, ingawa hakuna ushahidi wa wazi uliotolewa kuthibitisha kwamba mpango huo wa mauaji upo na kwamba mtu yeyote ameanza kutekeleza. Kutajwa kwa mwanafamilia wa rais katika maudhui ya aina hiyo kumeifanya Marekani kulichukulia suala hilo kwa uzito mkubwa, kwa sababu huduma ya usalama ya Marekani ina jukumu la kumlinda rais pamoja na watu wengine wanaostahili ulinzi maalum. Taasisi hiyo huchunguza taarifa yoyote inayoweza kuashiria hatari, hata kama bado haijathibitishwa kuwa ni njama halisi. Kwa hiyo uchunguzi wa video hiyo haujathibitisha kwamba kuna mpango wa kweli wa kumuua Barron, bali unaonyesha kwamba mamlaka za Marekani zinataka kubaini ikiwa maudhui hayo ni vitisho vya kisiasa, propaganda au yana uhusiano na maandalizi halisi ya shambulio hilo. Tukio hilo limetokea wakati ambapo Marekani na Iran zimekuwa katika uhasama mkubwa kutokana na vita vinavyoendelea kwa karibu miezi 6. Pande hizo mbili zimeendelea kutumia lugha kali na vitisho dhidi ya kila moja, huku mzozo huo ukiwa umeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa viongozi wa Marekani na familia zao. Kutajwa kwa Barron katika video hiyo kunaongeza sura mpya katika mvutano huo, kwa kuwa vitisho vinavyohusishwa na Iran hapo awali vilikuwa vikielekezwa zaidi kwa Donald Trump na maafisa waandamizi wa Marekani, lakini sasa mwanafamilia wa rais ametajwa katika maudhui ambayo yanahusisha moja kwa moja uwezekano wa kumuua. Taarifa hiyo pia inakuja baada ya Marekani kupokea maonyo kutoka kwa Israel kuhusu madai ya kuwepo kwa mipango ya Iran ya kumuua Donald Trump. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, Marekani imekuwa ikipokea taarifa kuhusu uwezekano wa rais huyo kulengwa na Iran, hali ambayo imesababisha kuimarishwa kwa tahadhari za kiusalama wakati wa baadhi ya safari zake. Katika tukio moja nchini Uturuki, kulikuwa na mpango wa siri wa usalama uliolenga kuficha taarifa kuhusu mahali Trump alipokuwa akisafiria. Trump mwenyewe amekuwa akisema kwamba anaamini Iran inamlenga na amewahi kujieleza kwa yeye ni namba 1 kwenye orodha ya watu wanaotakiwa kuuawa na Iran. Kwa sasa kuna uthibitisho wa wazi kwamba Iran imeandaa mpango halisi wa kumuua Barron Trump, wala hakuna uthibitisho kwamba dola milioni 10 ambazo ni sawa na bilioni 26 za Kitanzania zilizotajwa kwenye video hiyo zimetolewa kweli kwa ajili ya utekelezaji wa mauaji. Madai yaliyotolewa katika video hiyo yanaendelea kuchunguzwa, huku baadhi ya maudhui yakitumia picha zilizotengenezwa kwa njia ya kidigitali na michoro ya kuonyesha ufuatiliaji. Hivyo, ingawa video hiyo imechukuliwa kwa uzito na mamlaka za Marekani, hajathibitishwa kwamba taarifa zilizomo ndani yake zinawakilisha mpango halisi wa serikali ya Iran au kundi lolote la watu. Kwa sasa huduma ya usalama ya Marekani inaendelea kufuatilia suala hilo, huku ikikataa kutoa maelezo zaidi kuhusu uchunguzi wake. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa.
Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.